Swala lizima la wananchi kupata huduma hasa za mihuri, hizi kwa upande wenu zimeathiri utendaji kazi kwa namna gani? Kwa sababu wananchi wengi tunaona kama vile wanarundikana kwenye ofisi zenu, lakini mwisho wa siku wanakosa msaada, kwa sababu kazi kubwa ya mwenyekiti ni kupiga muhuri. Mwingine anataka dhamana, mwingine anataka barua ya mkopo, mwingine anataka nini. Sasa kazi yenu kwa sasa zilizobakia ni nini? Mheshimiwa Kusaga, kusema ukweli, kwanza nafurahi kwa kuniuliza swali. Unajua, katika muhuri ni kwanza inampa mwenyekiti heshima. Unajua, kwa mfano mimi nimechaguliwa na wananchi. Sasa unakuta mimi kama mwenyekiti wa mtaa, huna usiku, huna mchana, huna mvua, huna jua. Anytime, hata wakati mwingine tunakwenda kusali lazima uzime simu, kwa sababu kila saa wananchi wanakupigia kama mwenyekiti. Lakini la muhuri, mheshimiwa, kwa kweli kwanza imetuvunjia hadhi. Imetuvunjia hadhi kwa sababu ni kama sio mwenyekiti sasa, kwa sababu kama una muhuri. Kwa mfano jana, karibu mwezi huu nzima toka ile tarehe wiki ambao walichukua zile mihuri, wananchi wamekuwa kiteseka. Unaweza kumkuta mtendaji wa mtaa ambao tumepangiwa basi kwa ajili ya kutoa huduma hayupo, anapangisha maeneo ya mbali. Kwa hiyo tuseme ukweli, sasa hivi kuna mahangaiko makubwa sana wananchi katika swala la mihuri. Lakini kwa wengine ambao wanatubeza, wanasema wenye vita hawana kazi tena. Na ni kweli, kwa sababu kama una muhuri, leo mwananchi anahitaji utambulisho wa kwenda kumtoa mtu dhamana, una muhuri. Leo mwananchi anahitaji kumsainia utambulisho wa kwenda kukopa shilingi 100,000 kumpelekea mtoto shule, huna muhuri. Yaani ni kama hatuna, kwa kweli tumevunjiwa hadhi. Haina maana kuwa tena mwenyekiti. Kwa hiyo binafsi yenu sasa, mbona kama vile kuna kama kamgomo baridi hivi? Kwa sababu siku hizi tunaona wananchi wakifika ofisini kwenu, ofisi mmezifunga, mmefanya nini? Sasa wananchi watafanyaje? Kwa mfano mwisho unaona ofisi hii, ofisi nimekodisha, sio ofisi ya serikali, lakini kwa heshima ya Chama cha Mapinduzi na wananchi tukasema si vizuri kila siku kufanyia kesi huna ofisi. Kwa hiyo tulikodisha wananchi ya ofisi hapa, kwa hiyo tunalipa kodi kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Sasa cha kushangaza, wananchi wanapokuja, kwa mfano wiki hii tulikuwa na wananchi wengi sana wanaohitaji huduma ya mihuri. Hauna muhuri. Nikuulize swali, kama una muhuri kama mwenyekiti, una kazi gani kama mwenyekiti wa mtaa? Hapo sasa haieleweki. Labda mnipe ushauri. Baada ya kunyang'anya mihuri au mihuri kuchukuliwa, hamjapewa muongozo kwamba kazi zenu zitakuwa zipi sasa nje na mihuri? Kwa kweli hatujapewa miongozo, kwa sababu wakati baada ya kuchaguliwa tuliapishwa. Baada ya kuapishwa tulikabidhiwa muhuri, tulikabidhiwa bendera ya mkurugenzi kumtambulisha mwenyekiti wa mtaa, pamoja na kitabu cha wakazi wa mtaa. Sasa from nowhere, serikali labda ina maamuzi yake. Ingetakiwa pia turudi tupewe semina kwamba sasa, kwanza mwanzo tulikuwa ofisi ya rais, lakini baadaye nafikiri mwaka jana sasa tukarudishwa kuwa ofisi ya waziri mkuu, kwamba tuko TAMISEMI sasa. Kwa hiyo sijajua mabadiliko yao, lakini nilifikiri kuna haja ya kupewa semina kwamba sasa tunatoka point A, hamtakuwa na mihuri kwa sababu 1 2 3, na wananchi watasaidiwa 1 2 3, ili basi kazi iendelee ya kuhudumia wananchi katika ngazi ya chini ya mtaa. Kama kuna hatujui sababu, na tulifikiri kama kuna sababu kama kuna sababu, labda kuna wenye vitu wameharibu, wametumia mihuri vibaya. Nafikiri waliotumia vibaya wangewajibishwa kwa mujibu wa sheria, kwa sababu leo mwanasheria mmoja akikosea, huwezi kuwanyang'anya wote wanasheria kwa sababu wamekosea mmoja. Kwa hiyo hatujapata maelekezo mpaka sasa kwamba baada ya kunyang'anya nini kifanyike, lakini kwa mujibu ya taarifa ni kwamba mihuri sasa itatumika ya mtendaji. Sawa, hatukatai, lakini mtendaji hayupo, haonekani, wako mbali. Wanaweza kukaa muda mrefu, hata siku 2 3, wiki, mtendaji haonekani. Kwa hiyo sasa wanapokuja, kwa kweli roho inatuma, inabidi tuambie nendeni kata. Lakini pia kuna wageni wengi wanakuja, mtendaji hawezi kuwafahamu. Sasa hivi hapa sisi mtaa wa Siara tuko mjini, kwa hiyo wageni ni wengi. Sasa wanapokuja wageni wengi wanahitaji utambulisho, wakaenda kwa mtendaji hawafahamu, tukaingia kwenye migogoro ambayo ina sababu siku za karibuni. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwamba tukipata miongozo vizuri za sababu za kufanya kazi,
basi. Lakini maoni yangu mimi kwa sasa, mwenyekiti wa mtaa hana kazi. Lakini kwani kuna kazi nyingi nje na kutumia muhuri? Kwa mfano zipi? Kazi za maendeleo, kuhamasisha maendeleo. Sasa kuna vitu ambavyo, kwa mfano kuhamasisha maendeleo, kwa sababu mimi ninachojua katika mujibu wa kazi zangu ni kusimamia mikutano ya mtaa, kuhamasisha eneo la usalama kama mwenyekiti, kuhamasisha mazingira, kuhamasisha usafi hivyo. Lakini hata leo mtu wa usafi akwambia mwenyekiti, ukahamasisha, akwambia mwenyekiti gani wewe? Hebu niandikie barua inayotambulisha wewe ni mwenyekiti. Unafanyaje? Lakini kwani huo usafi lazima uwe na muhuri? Si unaweza kuhamasisha tu bila kuwa na huo? Sawa, kuna vitu muhimu. Umemuita mtu wito baada ya kuharibika. Labda mtu ameharibu mazingira, amekata miti, amekosana na mwingine. Mimi kama mwenyekiti huwezi kwenda nyumbani kwake, kwa sababu nina ofisi. Unaandika barua ya wito kwamba bana, tarehe fulani mheshimiwa nakuita ofisini kwa sababu ya 1, 2, 3. Nikaandika barua. Kama haina muhuri, atajuaje ni mwenyekiti kaandika? Ushauri wako ni nini kwa mamlaka zinazohusika, kwa sababu kwa sasa wanaoumia ni wananchi, kwa sababu wanakosa zile huduma za msingi kama vile ambavyo tumetaja, barua za utambulisho, barua za dhamana na vitu mbalimbali? Mheshimiwa mtangazaji, serikali ya Tanzania ni serikali sikivu sana. Mimi nilikuwa nafikiri waliotamka kwamba mwenyekiti awe na mihuri na sasa asiwe nayo, hebu wafanye tathmini. Serikali ifanye tathmini kwamba sasa mwananchi anateseka, turudishwe mihuri ili basi heshima yetu irudi, tuendelee kutumikia wananchi. Sasa hii hamheshimiki tena. Hamna heshima tena mheshimiwa. Ukikuta vijana wanasema tu bana, wewe mwenyekiti gani kwanza una muhuri? Mwenyekiti gani una muhuri? Kwa sababu muhuri, mwanajeshi hawezi kuwa mwanajeshi bila silaha. Silaha yetu sisi ni muhuri. Sasa una muhuri wa kutambulisha mwenyekiti. Hivi akiandika tapeli yoyote barua kwamba mwenyekiti wa Kwasiara, nini natambulisha kwamba hii kaandika mwenyekiti, hii sio mwenyekiti? Kuna dharura zinaweza kutokea siku za Jumapili. Kuna dharura zinatokea Jumamosi. Mtendaji ni mwajiri wa serikali katika taratibu, sheria na kanuni za serikali. Saa 10 amefunga ofisi. Saa 11 inatakiwa huduma mwenyekiti. Unampata wapi mtendaji kumhudumia wananchi? Jumapili unamhudumia wapi mwananchi? Jumamosi mtendaji unamhudumia wapi mwananchi? Kwa hiyo kuna haja ya serikali kurudisha mihuri kwa ajili ya huduma ya wananchi wetu.